Bwana kuja kusema asante. Tunakutukuza Mungu, asante kwa ajili ya maombi haya pia ambayo Bwana tunaendelea nayo leo, ikiwa ni siku ya pili. Tunakushukuru Roho Mtakatifu, wewe ambaye una uwezo wa kufanya njia pasipokuwa na njia. Tunaamini ya kwamba Bwana hata siku ya leo hatujaamka kwa sababu tunataka kuamka, lakini kwa sababu Bwana bado una ajenda na sisi kwenye saa hii na majira haya, katika jina la Yesu. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya mmoja mmoja wote ambao tumeomba nao siku ya kwanza, lakini leo ikiwa ni siku ya pili, nakushukuru kwa ajili yao, hata wote ambao Bwana tutaomba nao tena leo ikiwa ni siku ya pili. Yesu, ninakushukuru katika jina la Yesu. Asante kwa ajili ya wale walioko Mwanza wanaomba pamoja nasi. Asante kwa ajili ya wale walioko Kahama, wale walioko Dodoma, wale waliopo Iringa, wale waliopo Mbeya, wale waliopo kule Makambako. Baba, tunakushukuru kwa ajili yao. Tunakushukuru kwa ajili ya watu wa Zanzibar. Nakushukuru Bwana Yesu kwa ajili ya watu wako kule Tabora, katika jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili ya watu wako kule Arusha na Kilimanjaro ambao wameungana pamoja nasi kwenye maombi haya katika jina la Yesu. Na kushukuru kwa ajili ya watu wa Morogoro ambao nao pia wako pamoja nasi, watu wa Gongo la Mboto, watu wa kule Kibaha, watu wa kule Chalinze. Yesu, na kushukuru kwa ajili yao. Na kushukuru Bwana, wapo wengine wapo nje ya Tanzania, nje ya mipaka ya Tanzania, lakini wao pia Bwana wamechukua muda wao kufunga pamoja maombi haya, ili Bwana kutaka mapenzi yako ambao umekusudia kwenye saa hii yazaliwe katika jina la Yesu. Yesu, ninakutukuza. Ni nani ambaye akiamua jambo Bwana linaweza kutokea isipokuwa wewe umeliamua? Ni yale ambayo wewe umeyakusudia ndio ambayo Bwana yatatokea. Umesema shauri lako litasimama, halitazuiliwa na yeyote. Bwana Yesu, ninaamini ya kwamba hata kwenye maombi haya ya kwamba shauri lako litasimama, mapenzi yako yatatimizwa katika jina la Yesu. Ninakushukuru Mungu wa ajabu, ninakushukuru mfalme wa mfalme, ninakushukuru kwa ulinzi, umeilinda Tanzania. Ninakushukuru kwa neema, umeendelea kutupa neema Bwana. Ninakushukuru kapalaba sotaradaba yantababa sandaramama yakatarosa paliataya yesatabadabadabadaba ramakatabaraba sanda. Kila mmoja mwadhimishe Bwana kama neno ya kinywa chako, mwadhimishe Bwana kama neno ya kinywa chako. Mwelezee jinsi ambavyo amekuwa mwema kwenye taifa hili. Biblia inaniambia kwamba wajengao mji Bwana asipokuwa pamoja nao wanakuwa wakifanya kazi bure. Hatupo kwenye kufanya kazi bure, maana haya ni mapenzi ya Bwana na sisi tumeamua kusimama nayo. Hatupo kwenye kazi ya bure, maana hili ni shauri la Bwana na sisi tumeamua kuambatana naye. Yesu, tunakushukuru katika jina la Yesu. Wewe ambao umezingirwa na wingi wa makerubi na maserafi wamekuzingira Bwana. Wewe ambao umezingirwa na ibada kila mahali, umezingirwa na ukuu, umezingirwa na utukufu, umezingirwa na nguvu, tunakuadhimisha. Wewe ndio Bwana wa taifa hili, wewe ndio mfalme wa taifa hili, na wewe pia ndio Mungu wa taifa hili. Majira haya Bwana, hata miungu inayoabudiwa na watu iseme ya kwamba hakuna aliye kama wewe. Jakabadadaba sanama manda kaparataradaba esatabadadaba yakaranda basaya emanta kapariakata rekaparia sandabadaba yantamama sata lakoriakatadaba esapariatadaba yantarandabadaba sana. Baba, tunakuadhimisha. Asante kwa kuendelea kuilinda ardhi ya Tanzania. Yesu, tunakuadhimisha. Asante kwa kuendelea kulinda mifugo ya Tanzania. Yandarakabadaba yatabadaba sanama rekatoriata esapariata. Hatunaamini ya kwamba Bwana usalama wa taifa hili upo kwenye mikono yako, ulinzi wa taifa hili upo kwenye mikono yako, amani ya taifa hili ipo kwenye mikono yako. Yesu, tunakuadhimisha. Yesu, tunakuadhimisha. Yesu, tunakuadhimisha. Shandabadabada rakatabadabana yantababa masaya lekaratabadaba. Watoto wa taifa hili wamelindwa na wewe Bwana. Imana basata, hakuna wengine wamezaliwa leo
yabaraba sanama yetaradada basaya rakapaliata yantama mama sana rakapaliata ekapaliata raba. Isaya 62 ashaparia kuanzia mstari wa kwanza. Ya mama shanda raba rakabaraba sata rakatabadaba. Oh, kwa ajili ya Tanzania Bwana tutanyamaza. Rakapariata, hatutakupa shukurani kwa ajili ya Tanganyika na kwa ajili ya Zanzibar. Bwana hatutanyamaza, hatutanyamaza, hatutanyamaza. Shadabadadaba, ndani ya siku hizi 50 hatutanyamaza. Yesu, tutaimba, hatutaomba, hatutasifu, hatutafunga. Hata haki yake ya Tanzania imetokea kama mwangaza na wokovu wake umetokea kama taa iwakayo. Yantabadabasata rakapariakata yandabababasaya rekatarababa yansatabada lakaradabasata yakabarabadaba. Hata wokovu umetokea. Ule mstari wa pili, ikabadabasanama yakaradabadabadaba. Na mataifa yote wataiona haki ya Tanzania, na mataifa yote wataiona haki ya Tanzania, na wafalme wote watauona utukufu wa Tanzania. Maana Tanzania utaitwa kwa jina jipya, utaitwa kwa jina jipya, utaitwa kwa jina jipya litakatajwa na kinywa cha Bwana. Ya masanama lakaradaba eshaparata rakadabadaba. Ule mstari wa 3 anasema hautaitwa mwenye kuachwa, hautaitwa aliyeachwa, hautaitwa aliyeachwa. You shall never be called for the forsaken one. Utaitwa aliyeachwa. Rakatayata anasema ya kwamba wewe utakuwa ni taji ya uzuri kwenye mikono ya Bwana na ni kilemba cha kifalme kwenye mkono wa Mungu. Tanzania, wewe ni taji ya uzuri. Tanzania, wewe ni kilemba cha kifalme kwenye mkono wa Bwana. Na mstari wa 4, yatamana sanana rakarabasataba yatanana na masanda anasema utaitwa aliyeachwa, utaitwa aliyeachwa, utaitwa aliyeachwa, utaitwa mjane, utaitwa yatima. Tanzania hautaitwa yatima, hautaitwa mjane, hautaitwa aliyeachwa. Haya baba sanama rakadabadaba yatamama sana. Wala nchi yako haitaitwa, wala watu wako hawataitwa walioachwa, wala nchi sio nchi ambayo Bwana ameiacha. Hatujaachwa na Bwana, hatujaachwa na Bwana, hatujaachwa na Bwana. Bwana amelikumbuka taifa hili. Bwana yuko pamoja na Tanzania. Irakabadadaba yatabababa rabadaba sanaba rakabababa yasanda rakayata ekapariata raba yantamama masanda rekatarababa. Wewe si aliyeachwa. Tanzania haujaachwa na yote unayopitia, haujaachwa na Bwana. Jina lako limekumbukwa kwenye majira haya tena. Mbingu zinalitaja jina lako ya kwamba this is your time. Haya ni majira yako ya kuinuka tena na kujivika nguvu zako. Haya ni majira yako ya kuinuka tena na kujivika mavazi yako. Rakabadabadaba. Bwana anasema na nchini Beula, nchi inaitwa Beula, yaani Bwana anaifurahia, yaani Bwana anaifurahia, yaani Bwana anaifurahia. Rama sanana yataradada esaparatata yakabadadada imasanta radaba lekaradaba saya ekapariataraba
ule mstari wa 5, yasata rakakata rakakata rakakapa 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 ikapalia sana raba. Kama ambavyo bwana harusi anamfurahia bibi harusi, ndivyo ambavyo Bwana anakufurahia Tanzania. Ana mstari wa 6 anasema ameweka walinzi juu ya kuta zako, ameweka walinzi kwenye hizi siku 50, ameweka walinzi. Hatutanyamaza usiku wala mchana, hatutanyamaza jioni wala asubuhi, hatutanyamaza, hatutanyamaza. Tunamkumbusha Bwana kwa habari ya haki ya taifa hili. Hatupo hapa kumkumbusha Bwana kwa habari ya haki kwenye taifa hili. Hatupo hapa kumkumbusha Bwana ya kwamba yale majira aliahidi kwa habari ya Tanzania kuinuka, yale majira yamefika. Yale majira ya waovu kuanguka, wenye haki wainuke, hayo majira yamefika. Kanda baraba sata habari ya sana mana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na tukaombe. Baba jana akiwa anafundisha alitaja mambo machache ambayo tunayatumia kwenye maombi. Aliongea kwa habari ya manabii wa uongo na watu ambao wanatumia nguvu za giza, lakini wakisimama mbele za watu kama watumishi wa Mungu. Na nataka tusome Wafalme wa kwanza 18, Wafalme wa kwanza 18 ule mstari wa 39 na wa 40, mstari wa 39 na wa 40. Nasema watu wote walipoona ya kwamba Mungu ameshuka kama moto na akameza sadaka, akameza mawe, akameza kuni zilizokuwa zimeandaliwa mahali pale, Biblia inaniambia wote walipoona wakaanguka kifudifudi. Anasema wakaanguka kifudifudi wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Mstari unaofuata wa 40, mstari unaofuata ya 40 anasema Elia akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Anasema wakawakamata, na Elia akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua huko. Uamsho unaanza na sisi kuweza pia kudili na watu wa ufalme wa giza. Na nataka niongee jambo hapo. Mahali popote ambapo utaona Mungu anaweza kujifunua kwa wepesi, lazima hao watu tuwaondoe kwanza. Na utakumbuka hao manabii wa Baali walikuwa nyumbani kwa Yezebeli, na Yezebeli alikuwa ni mke wa mfalme, na maana yake ni kwamba walikuwa ndo washauri wa karibu wa mfalme Ahabu. Ahabu alikuwa atafuti shauri tena kwa Bwana, anatafuta shauri kwa manabii wa Baali. Kwa hiyo tukiwaua wote, tukawaondoa wote, maana yake ni kwamba kuanzia hapa tutalazimisha watu warudi kwa Bwana tena. Lakini hilo ni jambo la kwanza. Tunaenda kudili na nguvu, maana watumishi wa uongo, manabii wa uongo, walimu wa uongo, mitume wa uongo wanaoichafua image ya Kristo ndani ya taifa hili katika jina la Yesu. Lakini ombi la pili, tunarudi ule mstari wa 30, Wafalme wa kwanza 18 ule mstari wa 30. Anasema kitu kwa Elia, anasema kitu. Anasema kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia, akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyokuwa imevunjika. Tafsiri yake ni kwamba hakuna Mungu kujidhihirisha kama madhabahu haijatengenezwa tena. Madhabahu inampa Mungu kibali cha kudhihirika katikati ya wanadamu. Madhabahu inampa Mungu kibali cha kudhihirika katikati ya wanadamu. Na tunaweza tukasema madhabahu haijavunjika, lakini nataka nikumbushe hata wakati wa Elia na miujiza aliyokuwa nayo na utendaji mkubwa wa nguvu za Mungu aliyokuwa nao, lakini bado madhabahu ilikuwa imevunjika.
tafsiri yake ni kwamba wanaweza kawepo watumishi wa Mungu na wanafanya vizuri, lakini tunachokiongelea hapa sio madhabahu ya kanisa moja moja, sio madhabahu ya dhehebu moja moja, tunaongelea madhabahu ya taifa. Maana yake ifikie mahali taifa lote lina uwezo wa kuomba, tuna uwezo wa kufunga. Mimi nakumbuka kuna wakati taifa tulitangaziwa maombi tukafunga siku 3 kama taifa. Hiyo ni ishara ya kwamba madhabahu ya Mungu ilikuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile kufikia mahali kama taifa linamtambua Mungu, viongozi wanamtambua Mungu na wanampa Mungu nafasi kwenye maamuzi yao, wanampa Mungu nafasi kwenye vikao vyao, wanampa Mungu nafasi. Hiyo ni ishara ya kwamba madhabahu ya Mungu ipo na inafanya kazi. Lakini tukiona hao watu, ishara ya kwamba madhabahu ya Mungu kwenye taifa imevunjika ni hiyo, kuona manabii wa Baali wako wengi na wafalme wanawategemea au manabii wa Baali ili kuweza kufanya maamuzi na kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo jambo la pili tutakachofanya ni kuitengeneza madhabahu ya Bwana tena. Na tunavyotengeneza madhabahu ya Bwana ni kuita moto wa Mungu urudi tena, kuziita nguvu za Mungu zirudi tena, ni kuomba kila mahali watu waamshwe, roho zao ziamshwe. Tunatuma malaika wa Mungu waende kila mahali, kila mkoa, kila wilaya, waamshe watu tena, waamshe waombaji kama ambavyo Yesu alifanya kwa mitume, akaenda akawaamsha. Yesu ni yule yule jana, leo na hata milele. Tunatuma tena nguvu yake iende ikaamshe, uamsho utoke kila mkoa, kila wilaya, kila kata, kila kijiji, kila mtaa. Watu wamrudie Mungu tena na kumgeukia Mungu tena. Ni mpaka madhabahu imejengwa ndio utaanza kuona Mungu atadhihirika. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama tunaenda kwa pamoja. Na kama tunaenda kwa pamoja, kwa hiyo cha kwanza ambacho tunataka tukadili nacho ni hiki. Hata Farao alizuia mapenzi ya Mungu, sio kwa sababu Farao alikuwa na hiyo jeuri. Farao alikuwa na waganga. Farao alikuwa na wachawi. Farao alikuwa na watu wale wasoma nyota wanaotegemea nguvu za giza. Alikuwa nao, amekaa nao, anawategemea. Utakumbuka hata wakati wa Nebukadreza walikuwepo pia hao watu wasoma nyota, wanajimu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Danieli sura ya kwanza kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 4 pale anaongea kwa habari za hao watu ambao mfalme alikuwa anawatafuta. Ni watu wanaotegemea nguvu za giza. Watu, ukienda mstari wa pili anasema mfalme akatoa tangazo, akamuita Yoyakimu akamwambia apite kwenye nchi nzima. Mstari wa 3 apite kwenye nchi nzima. Anasema mfalme akamwambia Shpenazi mkuu wa matoashi awalete baadhi ya wana wa Israeli na wauzao wa kifalme na wauzao wa kiungwana. Mstari wa 4 anasema vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao. Anasema wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama juu ya jumba la mfalme ili wafundishwe elimu ya Wakaldayo. Ni elimu ya kichawi hiyo. Wafundishwe elimu ya kichawi na lugha zao ili waweze kumshauri mfalme. Maana ilibidi wafundishwe uchawi kwanza ili waweze kwenda kusimama mbele za mfalme. Sasa mimi ninachotaka hapa ni kwamba tusipodili na hao watu hatutaweza kumrudisha Mungu kwenye nafasi za uongozi. Andiko la mwisho ambalo naweza kukupa ni Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari ule wa 6 hadi ule mstari wa 12. Matendo ya Mitume sura ile ya 13 anasema walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Yesu. Mstari wa 7 anasema na mtu huyu alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo. Maana alikuwa na kiongozi wa mji. Anasema alikuwa naye mtu mwenye akili. Anasema yule liwali akawaita Barnaba na Sauli ili waje kwake, akitaka kulisikia neno la Mungu. Hao watu hata kama sio kwamba wanategemewa, lakini wana uwezo wa kumfanya mtu huyu mtu alikuwa anataka kulisikia neno la Mungu. Lakini mstari wa 8 anasema huyu mchawi alikuwa akimtia. Anasema lakini Elima yule mchawi, maana ndio tafsiri ya jina lake, alikuwa akishindana nao. Maana akishindana na watu wa Mungu, akishindana na mapenzi ya Mungu, na akamtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Kwa hiyo inawezekana hata viongozi wetu wameshaisikia sauti ya Mungu, lakini kuna hao wachawi na hao watu wanawatia moyo wa kutokuamini ya kwamba haya ndio majira ambayo Mungu amekusudia ili taifa liweze kutoka kwenye utumwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Uko tayari tukaombe? Kwa hiyo tunaomba nayo mambo mawili. Tunadili na wale mawakala wote wa giza ambao wengine wanasimama kwenye madhabahu wanashikilia microphone wakisema wao ni watumishi wa Mungu. Tunadili nao kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tunautumia upanga wetu kama Elia alivyotumia upanga wake, na kila mmoja anasema mmoja ataua 1000, wawili wataua 10,000. Tunawafagia na kuamuru waondoke, wengine wafukuzwe kabisa ndani ya hili taifa, waondoshwe kabisa. Hata wakati wa Sauli kilichokuwa kinamsaidia kabla Samueli hajafa ni kwa
kwa sababu waliwafukuza wachawi wote kwenye mji, waliwaondoa wachawi wote, watu wote, waganga wote. Ngoja nikuonyeshe, waliwaondoa kabisa. Tafsiri yake ni kwamba tusipoondoa hatutaweza kuyafuata mapenzi ya Mungu kama ambavyo tunayataka, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Aya, nasoma Samueli wa kwanza 28. Mimi nasoma ule mstari wa 3. Samueli wa kwanza 28 ule mstari wa 3. Anasema basi Samueli alikuwa amefariki dunia, nao Waisraeli wote walikuwa wamemwombolezea. Anasema walikuwa wameomboleza. Anasema na kumzika huko Rama, ndani ya mji wake mwenyewe. Anasema tena Sauli alikuwa amewaondolea mbali hao wenye pepo wa utambuzi na wachawi katika nchi. Hii ni ishara njema ya kwamba viongozi wanamtaka Mungu aendelee kukaa ndani ya taifa. Tuna uwezo. Mimi naamini tuna uwezo, na tuna uwezo wa kuomba ya kwamba viongozi na watu ambao wanaona uovu wanaofanya hao watu wa giza wainuke kinyume nao. Tunainua serikali kinyume nao, kama ambavyo iliinuka kinyume nao wakati wa Sauli. Tunainua serikali kinyume nao, tunainua watu kinyume nao, tunawangoa kwenye hili taifa na kuamrisha waondoke katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba usimame sasa kwa miguu yako, tuanze kuomba tena katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, kwa sauti yako. Bwana Yesu, kwa sauti tena. Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba kuanzia sasa, naamrisha kila nguvu ya giza iliyoko ndani ya mtu anayesimama kwenye madhabahu akisema yeye ni mtumishi wako, wakati sivyo ilivyo. Kuanzia sasa, watu wote wa aina hiyo tunawatumia malaika wako, malaika wa Bwana, wafyeke watu hawa, wafyeke watu hawa. Malaika wa Bwana, wafyeke watu hawa, tunawaangusha kule walipo katika jina la Yesu. Tunaufichua uovu wao, tunaufichua uovu wao, tunauanika uovu wao, watu wauone kuanzia sasa. Tunafunua matendo yao maovu wanayafanya sirini, tunayafichua katika jina la Yesu. Kuanzia sasa, kila jambo wanalolifanya mahali pa siri tunalifichua kama nuru za Kristo. Tunaendea mambo yao, tunayaanika kuanzia sasa katika jina la Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, wale wachawi, wale waganga na manabii wa uongo walioambatana na viongozi wa serikali, katika jina la Yesu tunaamrisha kuanzia sasa, kwa mamlaka ya jina la Yesu, waanguke, waanguke, waanguke kwa jina la Yesu. Makuhani wote wa giza walioko ndani ya taifa hili tunawaamrisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wale wote ambao wanasimama kinyume na ajenda ya Mungu ya majira haya tunaamrisha kwa jina la Yesu, waondoke, 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 waondoke kwenye taifa hili, waondoke kwa jina la Yesu. Hatunawaondoa, hatunapitisha upanga wa Bwana juu yao, upanga wa Bwana juu yao. Anza kuomba katika jina la Yesu. Unafyeka, 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 unafyeka hawa ambao wanawatia moyo wa kuacha sauti ya Bwana kwenye majira ya Bwana, kwenye majira haya. Hawa ambao wanawatia moyo wa kupuuzia sauti ya Mungu kwenye majira haya, na waendea kule walipo, natoboa macho yao, natoboa macho yao. Biblia inaniambia Petro hali akijaa Roho wa Bwana akamkazia macho ma Yesu, akamwambia uwe kipofu kuanzia leo, usione tena, giza likupate. Naamrisha kwa jina la Yesu, yakaratadaba esama mama
rakabadadabadaba yatarabada masaya yakatoriata. Napiga popote walipo, napiga, naanika mambo yao, nafichua mambo yao, hazile kafara zao nazifichua, nafichua kafara zao, nafichua kafara zao, hazile zinaa wanazofanya sirini nazianika. Naenda kama kuhani wa Bwana, naenda kama nuru ya Bwana. Mimi ni nuru ya ulimwengu, naenda kama nuru, nayaendea mambo yao ya sirini, nayaanika kuanzia leo. Nafichua, 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 nafichua. Rakataraba, nainua serikali kinyume nao, nafichua, nainua watu kinyume nao, nafichua, nainua uongozi wa nchi kinyume nao, nafichua, nainua mkono wa dola kinyume nao, nafichua. Bwana, watu hawa wanang'olewa. Ng'oka hapo Dar es Salaam, ng'oka, ng'oka kwa jina la Yesu. Ninawangoa, nawangoa, 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 nawangoa wale watu mliowatendea vibaya. Anawaleta wasimame, anawaleta wasimame, wayaongee mambo yenu waziwazi. Wale ambao mmewalawiti, wayaongee mambo yenu waziwazi. Wale ambao hayakaria masada, wale ambao umetumia nguvu kulala nao, wayalete mambo yenu waziwazi. Naamrisha kuanzia leo, naamrisha kuanzia leo, uovu wenu uletwe hadharani. Arabasada yataradabada yakabadadada yakamana masaya ekabadadadada. Naamrisha watu wenu wawageuke, wayalete mambo yenu hadharani, wayalete mambo yenu hadharani, wayalete mambo yenu hadharani. Biblia inaniambia ya kwamba halitasalia neno lolote lililojificha ambalo halitaletwa hadharani. Yatarababa yashandarakaya ekabadadabadaba mashandaraba rapasata. Anasema hukumu imeanzia kwenye nyumba ya Bwana. Hatunaianzisha hukumu ya Bwana, hatunaiamsha hasira ya Bwana, hasira ya Bwana juu yao. Hatunaiamsha hasira ya Bwana, hasira ya Bwana juu yao. Hatunaamsha hasira ya Bwana dhidi ya kafara zao. Hatunaamsha hasira ya Bwana. Rakapariasa yataradaba eshatabara rakabadadada. Kule Mwanza hatunaiamsha hasira ya Bwana dhidi yao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wale ambao wako bungeni wanategemea uchawi, hatunaiamsha hasira ya Bwana juu yao, hasira ya Bwana juu yao, hasira ya Bwana juu yao, hasira ya Bwana juu yao. Haya ni majira ambayo wachawi wataelewa kitanda cha Bwana imeingia kazini. Watauona mkono wa Bwana ukiwa umeingia kazini. Napindua pindua madhabahu zao, napindua, napindua pindua madhabahu zao. Anguka, anguka kwa jina la Yesu. Anguka, anguka, anguka. Yanda rakabada yatamara basaya rakabada. Kule Tanganyika, kule Tanganyika, Tanga kuna eneo linaitwa Tanganyika. Naenda huko kwa msaada wa Bwana, naangusha madhabahu, madhabahu yote ya Baali. Anguka, anguka, anguka kwa jina la Yesu. Vile vyama vya kitemi na kichifu vinavyoshirikiana na viongozi kwa jina la Yesu kinyume na mapenzi ya Bwana, leo naviamrisha. Anguka, 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 anguka. Nalaani kazi zenu, nalaani huduma zenu, nalaani kwa jina la Yesu. Nalaani, kauka, kauka, achia. Hautastawi Tanzania. Huduma ya unabii wa uongo hautastawi Tanzania. Nakulaani, kauka, nakulaani, kauka, nakulaani, kauka, nakulaani, kauka. Atakapa yakapariata
Esatarababa rakabadadabadaba yataradabadada sapapapa rakakata rapaparia yatakapariata esatabadaba takapaliata yakabadadabasanda rekatarababa. Usione huruma hapo, apangua kwa jina la Yesu. Usione huruma hapo, waangushe, 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 waondoke kwenye viti vya maamuzi. Wachawi anguka, wachawi anguka, akule bungeni anguka kwa jina la Yesu. Kwenye ofisi za serikali anguka, anguka, anguka. Baba akatoa ushuhuda, anasema wakati mtumishi wa Mungu baba yetu Askofu Gwajima alipoingia bungeni, mama mchawi mmoja aliyekuwa pale kwa muda mrefu, amekulia pale, amezoea kuishi pale, akawa anamkemea, anamzuia. Baadaye akamkimbilia, akaenda, akaanguka mbele yake. Ninaamrisha kwa jina la Yesu, uchawi uanguke, uchawi uanguke, uchawi kwenye siasa, uchawi anguka, uchawi kwenye biashara, uchawi anguka. Mwaka huu uchawi hautasimama. Anguka, 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 anguka kwa damu ya Yesu. Anguka, uchawi anguka. Ya barada, ya barada, ya barada. Kila nabii wa uongo ni mchawi. Biblia inatuambia kwenye Matendo 13 ule mstari wa 6 na wa 7, anasema palikuwa na mtu mmoja nabii, jina lake Simoni. Anasema alikuwa nali yatarababa. Ule mstari wa 6, harabasanda, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo. Kila nabii wa uongo ni mchawi, ni mchawi. Piga, piga, kila nabii wa uongo ni mchawi, ni mchawi, ni mchawi. Anasema mtu mmoja harapasaya, unayemuona nabii wa uongo ni mchawi. Napiga wachawi, wachawi wanaosimama kwenye madhabahu wakitumia Biblia. Napiga, 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 napiga kwa jina la Yesu. Wasoma nyota, napiga rakadabasadaba yandakataraba esatabadadada rakatadabaraba. Hamtavuka mwezi huu, hamvuki mwezi huu, mwezi huu hamvuki, mwezi huu hamvuki. Nawainulia matukio, matukio ya kuwatokomeza, nawainulia matukio ya kuwaporomosha, nawainulia matukio ya kuwaangusha, nawainulia matukio ya kuwafuta Tanzania, nawainulia matukio ya kuangamiza, nawainulia matukio ya tarababa. Kama aliondoka yule mwenzenu kiboko, na wengine mnaondoka, mnaondoka. Nawang'oa Tanzania, nawang'oa Tanzania. Ng'oka achia Dodoma, ng'oka achia Arusha, ng'oka achia Mbeya, ng'oka achia Morogoro.
madhabahu zenu tunavunja vunja, tunavunja vunja kwa damu ya mwanakondoo. Rama Santa Rababa Yanta Baba Sanda Lekadaba Satabara Latoria Kataraba Yanda Rakaraba Yatamana Masanda Ye Kapalata Yatama Mama Yanda Badaba Zanta Baraba Rakaradada Yakanda Maraba Yanta Baba Baba Iparasata Yakanda Baraba Yakanda Baraba Sanda Rekapariata Yakanda Baraba. Achia Tanzania, achia Tanzania, achia Tanzania, achia Tanzania. Hatuna dhoofisha huduma zenu na makanisa yenu ya uongo. Hatuna dhoofisha. Kuanzia sasa napasua pasua madhabahu zenu, napasua, naangusha kwa moto, naangusha kwa moto, naangusha kwa moto. Yakadabadaba yakadabadaba rakabana masanda yatandadadada rekadabasata rakapariaka yakandadadaba kaparadadada yatabadababa yantabama masaya lekapaliata yakadabadaba yantandadadada rimanda kajata zatataraba 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na tukafanya umbili, na tukafanya umbili, tuamrishe kuanzia sasa ya kwamba madhabahu ya Bwana iinuke tena ndani ya taifa. Madhabahu hii ni madhabahu ya kitaifa. Madhabahu ya Bwana ndani ya taifa inuke tena. Hii ni madhabahu ya kitaifa. Elia alivyojenga madhabahu ya Bwana iliyokuwa imevunjika, Biblia inasema baadaye watu wote walisujudia wakasema Bwana ndiye Mungu. Maana yake utaona taifa zima lilikubali ya kwamba Bwana ndiye Mungu. Hatutakuwa taifa zima halitamkubali Mungu kama hatutainua madhabahu kitaifa. Tunainua madhabahu ya maombi ndani ya taifa katika jina la Yesu. Kuanzia sasa tunainua kwenye kila mkoa. Itokee mahali watu tu wanakamatwa na njaa na shauku kwenda kwenye mikesha ili wakesha na kuomba. Itokee tu wanajikusanya, uamsho wa watu kuomba unazaliwa kila mahali. Itokee watu wanajisikia kufunga kwa ajili ya taifa, na ifike mahali wote tunakuwa na nia moja na roho moja kwenye hili jambo la kuhakikisha mapenzi ya Mungu yanazaliwa ndani ya taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maraki tuende tukaombe kwa dakika hizi chache. Omba, inua madhabahu ya Bwana tena. Tunainua ndani ya makao makuu ya nchi kule Dodoma, tunainua madhabahu ya Bwana. Tunainua madhabahu ya Bwana kwenye kila ofisi ya serikali. Tunainua madhabahu ya Bwana kila mahali, mashuleni, vioni. Tunainua madhabahu ya Bwana, na Mungu ndiye atakayeabudiwa peke yake kwenye taifa hili katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Kwa sauti katika jina la Yesu. Kuanzia sasa tunainua madhabahu ya Bwana iliyokuwa imevunjika. Tunainua kila mkoa, tunainua kila wilaya, tunainua kwenye kila kata, tunainua kwenye kila jimbo, tunainua kwenye kila kanda. Kuanzia leo uamsho wa maombi uzaliwe tena. Kuanzia leo uamsho wa maombi uzaliwe tena. Kuanzia leo hofu ya Mungu irejee tena ndani ya taifa hili. Kuanzia leo watu watamsujudia Bwana kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Anza kuomba, simamisha madhabahu ya Bwana kwenye kila wilaya, kwenye kila mkoa. Hatunaisimamisha madhabahu iliyovunjika kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hatunaisimamisha. Omba kwa sauti, omba kwa sauti nikusikie, omba kwa sauti nikusikie. Yanda rakaraba baba ya mama mashanda rakaya lekabadada basata baba. Hatunainua madhabahu ya Bwana ikaparia kataraba yantama mama sanda lekadabasata rakaparianda yanda makayaba
tunainua madhabahu ya Bwana iliyovunjika, inainuka. Ye kabadabadaba yatadadabarana yantamama sanda. Nikusikia ukiomba, omba ukipiga makofi. Yandarakaraba rekaradabadaba yantaraba mama yandarababa saya yekandaba kaparia yekandaba rababa. Wamswa kina mama uzaliwe tena, wamswa vijana uzaliwe tena. Ya baba sanama la karada badaba kaparaka yata esapaladaba la karada basanama. Wamsho maombi uzaliwe tena, kama ilivyokuwa kwenye nchi ya Ninawi. Watu walifunga hata mifugo yao, ndivyo ambavyo Tanzania roho ya neema na kuomba inakusukia tena. Rakadabadaba yakabadanama esabadabadaba. Kwenye taifa hili there is no other God than Jesus. Rakapalia. Kwenye siasa there is no other God than Jesus. Yantabadadaba rakabadadaba. Father, be exalted in this nation, be exalted. Rakandabada yakabadadaba. Kwenye biashara be exalted. Yesu nainuka. Yamama makanama yakalabaradaba. Kama ambavyo Musa aliinua nyoka wa shaba jangwani. Father, we exalt you. Hatuna kuinua, hatuna kuinua. Yesu, wewe uinuke, wewe uinuke. Inuka pale kwenye bunge yakantaraba yantamamamas yeraba sekeria elekadabadaba. Madhabahu ya prayer inainuka, inainuka. Hatunaijenga madhabahu ya Bwana, ile makongamano ya uamsho, yale maombi ya uamsho, zile ibada za uamsho kwenye vyuo tunazileta, hatunazirejesha. Rapaliaka ekalataya esandaba. Hatunaamsha kila kanisa kwenye mwili wa Kristo. Arise, arise. Inuka tena, inuka tena, inuka tena. Hayakabarata yatababababa. TAG wanainuka, FPCT wanainuka, ABC wanainuka, KLPT wanainuka, CAG wanainuka. Yabadaba sana rakabadabadaba yantamamamamama. Elfa wanainuka kwa jina la Yesu. Rakandia makata yantabadabadaba yatarandarababa. Disciples of Christ wanainuka kwa jina la Yesu. Yekantandaba yantamarabasanda rakata. Hatuone taifa likimrejea Bwana, hatuone uamsho everywhere, everywhere, everywhere. Kwenye siasa everywhere, kwenye elimu everywhere, kwenye sayansi na teknolojia everywhere. Moto wa Bwana unainuka tena. Arabasanda yantarababa. Tunaisimamisha madhabahu ya Bwana, madhabahu ya Bwana. Kule Mtwara inasimama, kule Mbeya inasimama, inasimama, inasimama Iringa, inasimama kule Lindi, inasimama kule Kigoma, inasimama Geita, inasimama Simiyu, inasimama Songwe, inasimama Singida, inasimama kule Manyara, inasimama madhabahu ya Bwana, madhabahu ya Bwana kule Pemba, madhabahu ya Bwana Unguja. Yandarakabadaba yatamaraba sanda rekoriata, rekoriata katika jina la Yesu. Tutumie mbinu hii kuomba wote. Tutumie mbinu hii. Naomba kamata, mshike mkono mtu mmoja. Tengeneza duara, ikiwezekana tengeneza duara kabisa. Tengeneza duara kama kanisa. Tengeneza duara kabisa. Duara hili ni ishara ya umoja. Tunarudisha na umoja kwenye mwili wa Kristo.
Unganisha kabisa kama unaweza, unganisha kabisa, unganisha kule nyuma na huku mbele, unganisha kabisa. Na naomba usikubali aliyekushika mkono akakutia uvivu wa kuomba. Ili jambo omba kwa bidii. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana kama akiomba kwa bidii. Ili jambo tuombe kwa bidii katika jina la Yesu. Tuamrishe kuanzia sasa. Tuamrishe kuanzia sasa ya kwamba madhabahu ya Bwana iimarike ndani ya taifa hili, isimame. Tunaisimamisha. Biblia inasema kule Ninawi, baada ya nabii Yona kupeleka ujumbe wa Bwana, anasema mfalme aliamrisha nchi yote kufunga, watoto mpaka wanyama wakafunga. Tunataka uamsho ambao utapita kwenye kila eneo, utapita kwenye mifugo, utapita kwenye madini, utapita kwenye uchumi, utapita kwa watoto wetu walioko mashuleni, kuanzia watoto wadogo mpaka watu wazima. Tuone uamsho wa namna hiyo ukizaliwa tena. Biblia inasema kule Filipo alipoingia kule Samaria, alipoangusha madhabahu ya yule ndugu aliyekuwa mchawi, Simoni alikuwa mchawi ndani ya mji mzima. Biblia inasema baada ya hapo uamsho ulizaliwa kwenye ule mji mzima na watu wote wakamgeukia Bwana. Sema katika jina la Yesu. Kwa sauti katika jina la Yesu. Kwa sauti tena katika jina la Yesu. Kuanzia sasa tunauita moto wa Bwana juu ya kila madhabahu. Tunauita moto wa Bwana juu ya kila madhabahu. Kwenye kila mkoa tunasimamisha madhabahu ya Bwana. Bwana Yesu, kila kanisa liwake moto, moto wa maombi, moto wa utakatifu. Roho ya kumcha Bwana irejee tena kwenye taifa hili katika jina la Yesu. Roho ya kumcha Bwana irejee tena kwenye taifa hili katika jina la Yesu. Hofu ya Mungu irejee tena kwenye mioyo ya wafalme, kwenye mioyo ya wafalme, kwenye mioyo ya Watanzania, kwenye mioyo ya viongozi. Hofu ya Mungu irejee tena kwa watu wote katika jina la Yesu. Uamsho utokee kila mahali. Uamsho utokee kila mahali katika jina la Yesu. Anza kuomba katika jina la Yesu. Amrisha kuanzia sasa moto uzaliwe TAG. Moto uzaliwe kwenye mwili wa Kristo. Makanisa ya teki moto uzaliwe. Makanisa yote ya Kisabato moto uzaliwe. Makanisa yote ya Kipentekoste moto uzaliwe. Amrisha moto uzaliwe. Amrisha moto uzaliwe. Rakataraba, yakabarabaraba, yakabarabaraba, yakarakaraba, yasandarakaniata, lekabaradaba sata, rakantabadaba, yantabababababa, yekanda katoriata, eshapalaraba, rakalababababa. Kwenye kila nyumba ya ibada moto unazaliwa, moto unazaliwa. Madhabahu ya Bwana inasimama tena. Tunaisimamisha kwenye njia panda, tunaisimamisha. Rimakanda rabosaya yandarabakotorianta yantarapaliakata yekarabadabadaba harapasata yakabalabarada kaparata yatarakapaya esatataliata entakapoliata rekepeliakata yeketelekaparia eparakatosha epasenteniata elikantababo yantabababakoria lesapratapalia eprampaliataya ekatabaya esaparadaya yekatabarada rabadabagabalada. Uamsho kwenye masoko, uamsho kwenye kila dhehebu, uamsho everywhere. We declare revival everywhere. Yabaradadaba, mvua ya moto wa maombi inyeshe kila mahali. Iparasanda yeketelekapaya eparakataya esarabababa radabadaba sanda yamamama koria ekapariata yeparatata ekaparada
Sana manama. Yanda manama kapa. Yantala baradaba. Rika pariata. Revival everywhere. ABC Global kila mahali. Revival everywhere. Wamso. Yada da 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 da. Hofu ya Mungu inarejea kwenye taifa. Hofu ya Mungu inarejea kwenye taifa. Hofu ya Mungu inarejea kwenye taifa. Hofu ya Bwana, rehema za Bwana zinarejea kwenye nchi. Mkono wa Bwana rakabadaba, ile neema ambayo Bwana aliweka kwa ajili ya Tanzania inarejea. Tanzania, wingu la Bwana limekujilia. Bwana amekujilia juu ya wingu jepesi. Amekujilia juu ya wingu jepesi. Amekujilia juu ya wingu jepesi. Yatandarabadaba. Rakandaba kataraba. Yasataraba. Lakadaba sanda. Yesu. Ibadabadabadaba. Iraparadaba. Yatabadabadaba. Revival kule Mbeya. Revival Iringa. Revival kwenye vyuo vyetu Tanzania. Hautasikika uovu tena. Revival. Uamsho kila mahali. Tanzania. Hayakanda badaba. Rakabadadaba sanda. Yambaba makanda badaba. Yakabadabadaba. Uamsho. Kabadadaba. Zarabadaba. Kama alivyosema Ezekieli, akatabiri na upepo wa Bwana ukaja ukatia uhai kwenye ile mili. Na amrisa kwa jina la Yesu, mimi pamoja na wote tunaomba ya kwamba upepo wa uamsho upite tena Tanzania. Upepo wa uamsho upite tena Tanzania. Upepo wa uamsho. Hofu ya Bwana irejee kwa watu wenye mamlaka, askari wa taifa. Hofu ya Bwana irejee. Rantamanaba. Rakabadaba. Kwenye kila wizara hofu ya Bwana irejee. Kwenye kila taasisi hofu ya Bwana irejee. Hofu ya Bwana. Yandarakabadaba. Yakabadabadaba. Yesu tunaita. Ikapariaka. Yakabadadadada. Yasanamanama. Lekabadadadada. Yakanda kataraba. Hofu ya Bwana rejea. Hofu ya Bwana rejea kwenye nyumba za ibada, kwenye mioyo ya watu, kwenye mioyo ya Tanzania. Hofu ya Bwana rejea. Yandarakamanama. Lekabadaba. Jekebadaba. Riababa saka. Rekere barabara. Yandarakaraba. Yakarababa. Omba. Prayer. Omba. Ekaparada. Esatababa. Yakatabaradaba. Rantababa Masaya. Yekoriata radaba. Imante koriata. Revival. Asaparada. Rantabadaba. Yekotanama. Epalarasaya. Hii ni sauti ya Bwana ndani ya Tanzania. Hii ni sauti ya Bwana kwa viongozi wa Tanzania. Yantananana. Anaagiza watu wote warejee kwenye toba. Anaagiza watu wote warejee kwenye magoti. Anaagiza watu wote warejee kwenye magoti. Yadadadada sata. Watu wa Mungu. Rakabadabadaba. Yakabadabadaba. Kwa jina la Yesu, wachungaji na mitume
na walimu na wainjilisi na manabii ambao walipakimbia mahali pasiri. Hii ni sauti ya Bwana inawaita tena. Yantarababa. Kupitia maombi haya Musa anarejeshwa mlimani, mahali alipopiga magoti akainua mikono. Ora kapariata. Kila muombaji kwa jina la Yesu ambaye uliondoka kwenye eneo lako la ulinzi, uliyekuwa umewekwa kwenye ukuta wa taifa ili ulinde kwa niaba ya Bwana, hatuna kurejesha, hatuna kurejesha, hatuna kurejesha. Rejea, rejea, rejea. Every intercessor that God called you, Robo Siama, Yemanabakana, Yabarabarabaraba, Rakatayada. Every intercessor that God called you for Tanzania, Yakaniata, hatuna kuita kwenye nafasi yako. Rejea. Kabadaba. Katika jina la Yesu. Amen. 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 Yanda rakarabaya. Na tukafanya maombi ya kuwaita watu mahali pasiri tena. Tunawaita wachungaji mahali pasiri. Tunawaita mitume warudi mahali pasiri. Wanawake waombolezao ambao Mungu aliwaita kwa ajili ya hili taifa warudi mahali pasiri. Tunaita wote warudi mahali pasiri, warudi mahali pasiri. Tunaita makanisa yote yarudi mahali pasiri. Tunaita wainjilisti wote, kila mmoja tunamuita arudi tena mahali pasiri. Arudi tena mahali pasiri. Unapoona mambo kama haya yanatokea, wakati mwingine inawezekana ni ishara ya kwamba kuna watu wameondoka mahali pasiri. Biblia inasema Mungu ameweka walinzi juu ya taifa hili, hawatanyamaza usiku wala mchana. Maana yake ni kwamba kuna walinzi ambao Mungu amewaweka tayari. Na mimi nataka tunapoomba tuwaite tena hao watu, tuwaite tena hao watu. Hao walinzi warudi kwenye nafasi zao, warudi mahali pasiri. Wale ambao waliitwa kwa ajili ya kuomba, waliitwa kwa ajili ya kufunga, waliitwa kwa ajili ya kukesa kwa ajili ya taifa, tunawaita tena. Waliitwa kwa ajili ya kuomboleza kwa ajili ya taifa, tunawaita tena kupitia maombi haya, wazirudie nafasi zao katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Kwa sauti katika jina la Yesu. Kwa sauti katika jina la Yesu. Kwa sauti tena katika jina la Yesu. Kuanzia sasa, kila mtu ambaye umeondoka kwenye nafasi yako, unayepaswa kuomba kwa ajili ya taifa hili, unayepaswa kuomboleza kwa ajili ya taifa hili, tunakurejesha kwenye nafasi yako. Njoo! Rejea kwenye nafasi yako. Rejea kwenye nafasi yako. Tunakuita. Njoo! Rejea kwenye nafasi yako. Katika jina la Yesu. Anza kuomba Yesu. Sema kilindi cha pigia kelele kilindi. Tunawaita kilindini tena katika jina la Yesu. Tunawaita tena kwa jina la Yesu. Tunawaita mahali pa mikesha. Tunawaita mahali pa kuomboleza. Omba kwa bidii hapo, tuwaite waombaji wenzetu, tuwaite. Tuwaite kwa jina la Yesu. Tuwaombe waombaji wenzetu waliokuwa wamekata tamaa ya kwamba wainuke tena. Bwana, majira yake yamefika ya kulitokea ili taifa. Shandarakataya yakarabababa yandarakandama. Kila mwanamke ambaye Bwana alikuleta kwenye saa kwa ajili ya kuomboleza kwa ajili ya taifa, nakuita njoo, nakuita njoo. Rejea kwenye nafasi yako kwenye ulimwengu wa roho. Kila muonaji ambaye Bwana alikuita ajili ya saa kama hii,
nakuita njoo, njoo kwa jina la Yesu. Kila mtume na nabii tunakuita kwenye nafasi yako ya maombi. Amesema Bwana, ikiwa watu wangu watajinyenyekesha na kuomba, tunawaita watu wa Mungu mahali pa maombi. Njoo, njoo. Tunaita maaskofu na washirika wao, njoo mahali pa maombi. Njoo, njoo, njoo. Rakabadadabadaba yanda rakarababa iparasata rakata yanda. Kanisa likaomba kwa ajili ya Petro. Nawaita waombaji, nawaita waombaji, waombaji njoo, njoo. Majira ya uamsho yamefika. Tanzania mpya hii hapa, hii hapa, hii hapa. Inahitaji waombaji ili iendelee kutunzwa, inahitaji waombaji ili iendelee kushikiliwa. Nawaita wale wa maombi ya saa 9, wale wa maombi ya saa 6, wale wa maombi ya saa 10, maombi ya alfajiri. Njoo, zile kelele za maombi zizaliwe kila mahali. Anasema, je, taifa linaweza kuzaliwa ndani ya siku moja? Anasema ndio, iwapo tutatravel, iwapo tutaugua na kuomba kwa pamoja, taifa linazaliwa. Amrisha kwa jina la Yesu ya kwamba waombaji warejee, waombaji warejee, waombaji warejee. Kila kuhani tunamrejesha kwenye nafasi, tunamrejesha mahali pa maombi. Biblia inasema Yeremia 17 kuanzia ule mstari wa 9, anasema waiteni wanawake waombolezao waje waomboleze, na wayafanye macho yetu huchuruzika machozi tena. Nawaita wanaume na wanawake kwa jina la Yesu. Nawaita, 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 njoo. Rakabadadabadaba yanda rakandabakata ya sapariata rekadiabadaba esaparata ya tatatata ya kabadadaba. Nawaita kwenye ndoto, njoo. Nawaita kwa njia ya ndoto, njoo, njoo, ili Yesu azaliwe. Simeoni aliitwa mahali pasiri, na Ana binti Fanueli aliitwa mahali pasiri. Wakati Yesu anataka kuzaa wokovu, alimuita Petro na wenzake mahali pa maombi. Njoo, njoo, njoo. Anawaita waanzilishi wa huduma mahali pa maombi kwa jina la Yesu. Anawaita kwa sauti ya Bwana, anawaita kwa sauti ya Bwana. Rakabadadabadaba yanda rakadabadaba masapariataya. Baba alisema wakina Danieli wenye ufahamu, tunawaita mahali pa prayer, mahali pa prayer. Akina Danieli, njoo, njoo mahali pa prayer, wokovu uzaliwe. Njoo mahali pa prayer. Kila ambaye Bwana amemkusudia kuingia kwenye Tanzania mpya, njoo, 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 njoo. Njoo mahali pa maombi, njoo mahali pa maombi. Rakabadadabadaba yantalabadabadaba asapratabababa rakabadabasata. Walioitwa kufunga tunawaita njoo, 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 njoo. Waonaji wa taifa, waonaji wa taifa, the seers, tunawaamsha, tunawaamsha, tunawaamsha. Waonaji, wanawake waonao, wanaume waonao, watakao yaona mambo na kuyapika kwenye maombi, watakao yaona mambo na kuyasukuma kwa prayer, tunawaamsha. Arise, O women, arise, 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 arise. Ikabadadabadaba rakabadaba satababa yambakata rababa. Nawaita kwa jina la Yesu.
rakabadabasata yatadabarabaraba eriakapariata yantababa masaya. Nena tu kwa lugha sasa. Hawa waombaji wenzetu hatuna watumia malaika wa Bwana. Ayapariakata. Luka 22 ule mstari wa 43 anasema malaika wa Bwana akamtokea muombaji Yesu, akamtia nguvu na kuamrisha kwa jina la Yesu, malaika wa Bwana nenda walipo waombaji waliozimia, waliochoka, waliokata tamaa, nenda watie nguvu, nenda watie nguvu, nenda watie nguvu. Rakabadabasataba. Unaweza ukamwachia mtu mikono na ukaanza kuomba kwa bidii, na ukaanza kuomba kwa bidii. Nikuone ukiomba kwa bidii. Achacharika hapo. Anasema changamkeni, kwa kuwa ule muda umefika. Changamkeni, ile saa ndio hii. Hii ni saa ya uamsho, hii ni saa ya ufufuo na uzima kwa jina la Yesu. Hii ni saa ya kuinuka. Anasema saa ya wokovu ni sasa na wakati uliokubalika wa Tanzania. Kuinuka ni haya majira. Achangamka, omba kwa bidii, omba kwa bidii, nena kwa lugha hapo. Hata kule mtandaoni washa ndimi, washa ndimi, washa ndimi, washa ndimi. Rakabadabasata rakayakaparia yakabadabadaba rakakata rakakata rakakata. Wow, sabababa yarabadaba yatarababa yakabababa rakakata rakakata ratakata rataya. Ayaska hatuone ibada zikifanyika Ikulu, hatuone ibada zikifanyika bungeni. Kayata ratata yakapwa rakapalia paratas yatatatolia brakatulia imantakapwa. Wamsho everywhere. Sanamaka yandarababa yandarababa. Hii ndio saa ya wana wa Mungu kufunuliwa. Anasema vitu vyote vinaugua vikingojea kufunuliwa. Hii ndio hiyo saa, hii ndio hiyo saa. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 2 anasema, atazama ni pendo la namna gani alilotupa Baba tuitwe wana wa Mungu. Ndio tunaomba hapa. Anasema na haijadhihirika jinsi tutakavyokuwa. Rakataya. Hakisha kufunuliwa Bwana wetu kuanzia leo. Wana wa Mungu dhihirika, dhihirika kila mahali, dhihirika kila mahali. Wana wa Mungu dhihirika. Majasusi wa mbinguni dhihirika, dhihirika, dhihirika kwenye biashara, dhihirika. Rakabadaba yantabababa yakarababa iparasata rakabadaba yantabababa rabasaya rakarababa rakarababa. Wana wa Mungu tunatokea, hatunatokea kwenye siasa, hatunatokea kwenye uchumi, hatunatokea na ndimi, hatunatokea kwenye wizara za nchi, hatunatokea na ndimi. Nena kwa lugha hapo, nena kwa lugha hapo. Hii ni siku ya pili, usiombe kichovu. Rakabadabasaya yantababababa rakabadabadaba yandabasaya. Ile sauti yako usibanie ni silaha. Apiga kelele hapo. Yababababa yarabadaba rakakakaka rakatakata rapakapapa rakatolia rakataya ipantakata rakatakatapo yatatata ratatata ratatata ratatata. Kwa jina la Yesu anasema tena waokozi wanainuka, asio watainuka, wanainuka. Baba yetu hajasema ni mwaka ambao watainuka, amesema ni kuinuka. Wapo tayari, waokozi wanainuka na kumiliki miliki zao.
hatunamiliki kwa jina la Yesu. Hatunainuka kumiliki, hakumiliki kwenye bunge, hatunainuka kumiliki Tanzania yetu ambayo Bwana ametupa. Hatunainuka kumiliki, hatunainuka kumiliki ibada basanama yanda rakarababa yanta mama masaya lekarada basata. Umepakwa mafuta wewe, umepakwa mafuta kwa ajili ya saa kama hii. Usiombe kilegevu, umepakwa mafuta. You are anointed for such a time as this. Umepakwa mafuta kwa ajili ya saa kama hii. Esta anaambiwa ya kwamba ni nani ajuaye ya kwamba uliingia kwenye hiyo nafasi kwa ajili ya majira kama haya. Ni nani ajuaye ya kwamba uhai ulionao ni kwa ajili ya saa kama hii. Ni nani ajuaye kwamba nguvu ulizonazo ni kwa ajili ya saa kama hii. Prayer somebody, prayer somebody. Ya parasata rakarababa yanta mama masaya lekalabarababa ekapariakata zeketeliata repeliakata epepepelia ratatatolia yadabadabasai eperiakataraba rakakaka 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 rakakaka. Huu ndio muda ambao nuru ya taifa inainuka tena Afrika. Huu ndio muda nuru ya Tanzania. Rakababababa 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 zakakaka rakakata 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 rakakata. Hakule mtandaoni pasua, pasuka kwa ndimi. Nena tu, nena tu, nena tu. Imanta baraba yamparia tarada sepreteliata itamama makanda rakabadidaraba eperiatarabaraba ratatata 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 itekatata ratakatata ratakatata salas ayabakapa rakakakakota epapapalia eprakapwata yetekete. Yesu, 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 Yesu. Kila alitaja jina la Bwana ataokolewa. Yesu, Tanzania inalitaja jina lako. Yesu, Yesu. Zaburi 124 ule mstari wa 8. Zaburi 124 ule mstari wa 8 anasema, na msaada wetu upo katika jina la Bwana, na msaada wetu upo katika jina la Bwana. Liite jina la Bwana. Ya mama masanda. Yesu, Yesu, Yesu. Amana kaya yanda baba baba yanda baba baba. Tunataka watu wajue ya kwamba tunayafanya haya kwa jina lako, kwa jina lako, kwa jina lako, kwa jina lako Yesu. Bungeni Yesu. Arabadadabasaya yabadabadabasata rakabadadabadaba. Mika sura ya 4 ule mstari wa 5. Yanta baba yanta baba. Mika sura ya 4 ule mstari wa 5. Rakadiabada anasema, kwa maana mataifa yote watakwenda kila mmoja kwa jina la Mungu wake, na sisi tunakwenda kwa jina la Bwana Mungu wetu, kwa jina la Bwana Mungu wetu. Kila taifa lina jina la Mungu wao. Hatunakwenda kwa jina la Yehova, hatunakwenda kwa jina la Yeshua. Yesu, 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 Yesu. Hata wakati ambao Musa alimwendea Farao ili watoke kwenye utumwa, alihitaji jina. Jina la Bwana, jina la Bwana ni silaha. Yesu, Yesu.
Yesu, Yesu, radabadabadaba. Tanzania inakwenda kwa jina lako, inakwenda kwa jina lako. Ndani yako inakwenda, ndani yako inaishi, ndani yako Tanzania mpya imezaliwa tayari. Radabasata yakabadadaba rabadabasana yamabamasata rakaka rakaka rakaka. Unapoliita jina la Yesu unalazimisha kila kitu ipate kumtii Kristo. Rapasaya anasema jina hili limeinuliwa kuliko majina yote. Linapotajwa kila ulimi unakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Tanzania, Yesu, 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 Yesu. Hadabadaba sandanama mandarakabada yabababasaya rekadadadada 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 rakabadabasata kapariata ramakanta baba yapapapasiata hepariaskataraba yatekete yatekete yatekete. Wachungaji omba hapo. Yatekete reketekata reketekata reketekata. Naisikia nguvu ya Mungu ndani yangu. Shadabadaba rakakakaka rakakakaka. Jina la Bwana ni silaha. Anasema Daudi Zaburi 118 mstari wa 20, 21 na 22 ya kwamba walinizunguka nikawakatilia mbali kwa jina la Bwana. Yesu, kwa jina la 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 Yesu. Yesu, 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 Yesu. Rakabadaba yaparadada rakabababa yatabadabasa rakapalia etatata rakakakaka rakakakaka kayata rapakataya rapakataya eteketekete reketekete 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 rapapapapa rapapapapa. Weka mikono yako kwenye kichwa, apiga kelele jina la Yesu, apiga kelele Yesu, apiga kelele Yesu, apiga kelele Yesu. Yesu kwa ajili ya watoto wetu, Yesu kwa ajili ya ndoa zetu, Yesu kwa ajili ya uchumi wetu, Yesu kwa ajili ya taifa letu. Yesu asema Yesu, 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 Yesu. Radababababa rabababababa. Ni kwa jina la Bwana tunaziangusha nguvu za giza. Anasema toeni pepo, kwa jina langu mtatoa pepo. Tunatoa ndani ya taifa kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana. Rakakakaka yakatatata ratatatata ratatatata. Yesu, 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 Yesu. Usinyamaze hapo, usinyamaze hapo. Haya kalabarada rakababababa rakababababa. Ni Mungu gani awezaye kuokoa kama Mungu wetu hayupo? Yesu, tunalitaja jina lako wewe Yesu. Ya baba basata rakabadadabada yataradabasaya ekatabababa rapalasaya ekatabadaba rababababa rapapapapa rapapapapa rapapapapa. Tunaliita jina lako kwenye uchumi wa taifa Yesu.
Liite jina la Bwana hapo. Liite jina la Bwana hapo. Tunautaka uamsho. By force, by power. Liite jina la Bwana. Usichoke kuliita jina lake. Hajawahi kunyamaza na hawezi kunyamaza. Yesu! Angalia watu wako wanaoteseka, wanaouawa. Ipalia saya eperia bakatua ya makanteliaba erepelia kata yebele katuria emanteliko siata epalila suata ya kata. Yesu! 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 Niweke Zaburi 102 ule mstari wa 20. Zaburi 102 ule mstari wa 20. Yama salaba ralaba kayaba ikababa babariata rikamana basuta leko paliakata. Anasema hivi, ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa. Nisikilize hapa alafu tuendelee kuomba. Yakabaraba. Anasema ili akusikie kuugua kwake aliyefungwa na kuwafungua walioandikiwa kufa. Kuna watu wameandikiwa kufa, wengine wameandikiwa kutekwa, wengine wameandikiwa kuuawa. Sisi tunaliita jina la Bwana. Daudi anasema walimzingira kama nyuki, akawakatilia mbali kwa jina la Bwana. Nataka tuliite jina la Yesu kwa mzigo mzito. Tuliite jina lake, tuliite. Hakuna aliyemuita Bwana na Mungu akamwacha. Hakuna aliyemuita Bwana na Mungu akamwacha. Hayupo, hayupo. Msaada wetu uko katika jina la Bwana. Tunalitaja jina lake hata katika kipindi hiki. Tunalitaja jina la Yesu. Anza kuomba pale ulipo. Mwambie Bwana, liita jina lako juu ya wale walioandikiwa kufa, na wenyewe waachiliwe, wafunguliwe, 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 wafunguliwe katika jina la Yesu. Endelea kuomba katika jina la Yesu. Endelea kuomba katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, liite jina lake, liite jina lake, liite jina lake, liite jina lake, liite jina lake. Rekapalia kata yakabarabasata yabababababa yakadadadadada zakabaratai rakatayata rakatayata eparasata lekabadabadaba yantabababasanda lekoriakataraba esapariata rekotoriantarababa ishanta baba. Nirudishie ile sauti iliyokuepo. Ya baba sai rababa sai rababa sai rababa sai rababa sai rababa sai rababa sai. Aliite jina lake, liite. Wapo watu wameandikiwa kufa. Rapasayata lakalabasaya eparakabalia yakabarataya. Yesu, 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 Tanzania inakuita. Yes, Yesu, Yesu. Rabababababa yakaradadadada yakababababa rapasata baba rakata baba saya lekapaliata rakakakaka yatatatata rakapariata rakakakaka asayata. Anasema hakuna jina jingine tulilopewa litupasalo kuokolewa kwalo isipokuwa hili jina la Yesu. Yesu, Yesu, Yesu. Tunapolita jina lako, wokovu unazaliwa, wokovu unazaliwa. Imbaratai esarababa, wewe ni Mungu wa kuokoa. Zakabadaba rakadadadada rakayasa esayapa eparakaya ekatalaba esatadadada. Walioandikiwa kufa waachiliwe, 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 waachiliwe. Rakabadaba 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 ibadaba sate lekele parasa eparikalaba itatatakata reketekatapa 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 asadaba
Rakotana Epalikatoria Imanta la Pariasa. Naziona nguvu za Bwana zinatembea. Naliona wingu la Bwana linatembea. Linatembea Tanzania. Linatembea Tanzania. Msaada wa Bwana unaachiliwa. Msaada wa Bwana unaachiliwa. Unaachiliwa Tanzania. Msaada wa Bwana unaachiliwa. Yandarakabadaba. Yantarabadaba sana. Yekababababos. Yababaradaba. Rakayakanaba. Esaparialada. Lekalibariasa. Yesu. 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 Ikaparata. Yatatabaya. Esaparia. Rakakaka. Ratataya. Esaparia. Rekatoliata. Ikaparia. Ratatatata. Kayata. Enyi wenye mkumkumbusha Bwana, msinyamaze. Wenye kulita jina lake Yesu, 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 Yesu. Wanawake wanakuita, wanaume wanakuita, vijana wanakuita, kama alivyokuita Batimayo. Yesu tunakuita, kama alivyokuita Batimayo. Yesu tunakuita. Yesu, Yesu. Radaba sadaba. Yantababa basaya. Lekapaladiata. Esanda kataya. Ita jina la Bwana. Kama hatujaona tutaita kama Batimayo. Kama bado hatujaiona hiyo Tanzania, hatutaita kama Batimayo. Batimayo hakunyamaza. Alikuwa anajua msaada. Msaada kwenye hiyo ndoa, msaada kwenye biashara, msaada kwenye hiyo huduma, msaada kwenye hiyo kazi upo katika jina la Bwana. Kama Bwana hajageuka, hatutaendelea kuita. Hatutaendelea kuita. Hatuna kuita Yesu. Yesu. Sanana. Yadadadadada basababa. Rabadabada basaya. Yakaradada sata. Rakabadabadaba. Bwana, kwenye hiyo ndoa tunakuita. Akapariakata. Hapalite jina la Bwana juu ya maisha yako, juu ya watoto wako, juu ya ndoa yako, juu ya uzao wako, juu ya uchumi wako. Liite jina lake. Liite jina lake. Liite jina lake. Liite jina lake. Yakaratadaba. Eshatabadaba. Rakantabababaria. Rapalia katalabo. Yeparasaita. Etetete koria. Erakapaliaka. Yakabaraba. Naliita jina lako juu ya ndugu zangu ambao hawajaokoka. Yesu. Yarabadabasata. Juu ya wagonjwa. Yesu. Lekalabaradaba. Naliita jina lako juu ya uchumi wangu. Yesu. Haya baba baba baba. Haya baba baba baba. Haya baba baba baba. Haya baba baba baba. Amuite Bwana kwa ajili yako. Amuite Bwana kwa ajili yako. Yakobo akasema, asikuachii hata umenibariki. Asikuachii. Ng'ang'ania kwa Bwana. Kwa hizi dakika chache, ng'ang'ania kwa Bwana. Mwambie Yesu, analiita jina lako. Hata jambo jipya limezaliwa kwenye maisha yangu bila maombi haya. Yesu, naliita jina lako. Rakakakaka. Zatata. Ratatakapa. Yakatala baba. Esaparadaba. Yantababababa. Rekolia sataya. Epariakata. Rekepeliata. Esanda. Lakoriaka. Esania paliada. Repaliada bakai.
yakabada basaya yantababababa repalia kataya yakatosia. Mshukuru Bwana kwa maneno ya kinywa chako. Oh, kaya la basia. Saribaraba kuriata. Zekeri antarababa. Mwambie Yesu asante. Mwambie Yesu asante. Father, we give you glory. Yesu tunakushukuru. Tunakushukuru. Bwana umesema kwao itasikika sauti yao wachangamkao. Sauti za wachangamkao nizisikie. Nisikie sauti za wachangamkao. Shangilie Bwana pia kwa makofi mengi. Shangilie Bwana pia kwa makofi mengi. Kaya baraba satararaba.